Tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunawakaribisheni kufuata awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku yanayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo. Jumatatu ya leo tarehe 19 Januari mwaka 2026, wakahaji wa Uvira wameshuhudia kuwasili kwa boti 4 za kijeshi zenye kubeba maelfu ya wanajeshi wa FARDC katika bandari kubwa ya Kalundu kwa lengo zaidi la kuhakikisha usalama kamili wa mji wa Uvira na vitongoji vyake. Huku katika maeneo ya mji wa Kiliba upatikanao katika bonde la Ruzizi, wakazi wa Kiliba wameonesha furaha yao kubwa kuviona kwa mara nyingine tena vikosi vya wanajeshi hao wakiwa pamoja na wapiganaji wazalendo wakirejea katika mji wao. Baadhi ya raia walisikika wakiwaambia wanajeshi hao wapate kusonga mbele katika vijiji vingine kama Sange, Luvungi na hata Kamanyola. Na tukisalia na habari za jeshi la taifa FARDC, kwa kutumia ndege zao zisizo na rubani za kivita yani drone kamikaze, lilifanya mashambulizi dhidi ya ngome za wahasi wa M23 zilizoko kwenye mlima wa Kasopo katika tarafa la Walikale, mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na kwa upande wa wahasi wa M23, hii leo tarehe 19 Julai mwaka 2026, wameonekana wakiingiza magari ya kijeshi zaidi ya 10 aina ya Jeep yaliyojaa wanajeshi wa Rwanda katika makao makuu ya sheferi ya Bafuliro huko Lemera. Ila mpaka sasa malengo yao na nia ya kuingiza vikosi hivyo katika maeneo hayo bado havijajulikana. Huko kwa upande mwingine, wanajeshi wa Rwanda pamoja na magari ya kivita yanayotoka Rwanda wameonekana kwenye barabara ya Bugarama nchini Rwanda wakijielekeza mjini Kamanyola na kuendelea na safari yao hadi upande wa bonde la Ruzizi tarafani Uvira. Kwa taarifa hii, tunatumia fursa hii kutoa wito wa tahadhari kwa vyombo vya usalama vya serikali ya Kongo na nguvu za chini na za angani kuchukua hatua haraka katika eneo lote la barabara ya taifa nambari 5. Na katika suala zima la kimahusiano mazuri kati ya serikali ya Kongo na raia wake, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bibi Judith Suminwa, ameitisha kikao cha dharura cha ngazi ya juu kwa lengo la kuratibu majibu ya kibinadamu, kiusalama na kisheria kufuatia hali inayoendelea huko Uvira. Kwa ufafanuzi zaidi ni kwamba kikao hicho kinalenga kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia, kutoa misaada ya kibinadamu na kuhakikisha uwajibikaji wa kisheria kwa matukio yanayoendelea. Na kwa taarifa hii, ndugu mtazamaji wa Kibenge TV, ndipo ambako tunakwenda kutia nukta kwa habari ya matukio ya kila siku. Kwa hiyo, zidi kubaki nasi katika channel yetu YouTube na kwingineko ili upate kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa.